Mwendesha mashtaka alianza kusoma mashtaka kwa sauti ya radi. Mheshimiwa hakimu, mbele yako yuko Bright, mnyama aliyejivika ngozi ya binadamu. Alimnyonga mtoto Baraka kwa makusudi, kwa lengo la kupata utajiri wa kishirikina. Ushahidi wa damu mlangoni kwake ni kithibitisho tosha kuwa huyo hafai kuishi. Bright alijaribu kufungua kinywa chake. Mheshimiwa, nimesainishwa kwa mateso. Mimi sijaua. Nyamaza, hakimu aligonga nyundo. Hapa si mahali pa hadithi. Miaka miwili ya mivutano ya mahakamani ilikuwa ni mateso ya taratibu. Kila mara alipotafuta uso wa Neema kwenye umati, hakuona. Neema hakuwa na nauli ya kuja mjini. Neema alikuwa amezungukwa na kuta za chuki kijijini, akila mizizi na kunywa maji ya madimbwi. Siku ya hukumu ilipofika, anga lilikuwa na mawingu mazito. Bright alisimama kizimbani, mwili wake ukiwa umekauka kama kamba ya mkonge. Hakimu alirekebisha miwani yake na kuanza kusoma hukumu ya kichungu. Mahakama imepitia ushahidi wote. Kwa kosa la mauaji ya kukusudia, mahakama hii inakuhukumu kutumikia kifungo cha maisha gerezani. Mama yangu. Bright alipiga yowe la kukata tamaa na kuzimia hapo hapo. Aliburuzwa kuelekea kwenye gari la gereza.